Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana yanaendelea vizuri. Wananchi Young Africans ukiweza kushuhudia wanakwenda kuitafuta fainali ya kombe la Mapinduzi kule Zanzibar, ambapo leo hii wapo uwanjani wakiweza kumenyana dhidi ya klabu ya Singida Black Stars kwenye kuitafuta fainali hiyo, ambapo tayari mpinzani wa kwanza ambaye yupo katika kinyang'anyiro cha kulibeba taji la Mapinduzi Cup, nazungumzia upande wa pili yupo tayari Azam FC ambaye aliweza kufuzu baada ya kuweza kumuondosha Simba Sport Club kwa bao moja kwa sifuri. Sasa klabu ya Young Africans wao kupitia kocha Pedro ameweza kutangaza kikosi cha majembe 11 kitakachoanza katika dakika 90 ambazo utakwenda kuzishuhudia zikiweza kupigwa pale Zanzibar, katika kuhakikisha kwamba wanakwenda kutetea mataji pamoja na kuhakikisha kwamba wanaweka heshima yao mbele zaidi. Kwa klabu ya soka Young Africans utakwenda kushuhudia hilo, na Young Africans kupitia kocha wake Pedro amesema leo ni kazi kweli. Kwa hiyo kikosi kitakuwa ni kikosi cha kazi kweli kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana. Bila kupoteza wakati, mimi nikusomee kikosi, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Karibu. Bana, kikosi cha Young Africans ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, inaelezwa kwamba wameandaa kikosi full mkoko kwa ajili ya kwenda kumalizana na Singida Black Stars katika mchezo huo, ambapo golini ataendelea kusimama Abu Twalibu Msheli, miongoni mwa golikipa ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans, golikipa namba 2 kwa ubora kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ukiweza kushuhudia hivyo, ambapo Abu Twalibu Msheli anachukua nafasi ya Djigui Diarra ambaye kwa sasa bado yupo katika mchakato na timu yake ya Mali katika mashindano ya AFCON kule Morocco. Kwa hiyo atakosekana katika fainali na nusu fainali hii ya zidi ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo hapa nazungumzia Abu Twalibu Msheli ataendelea kuweza kuzilinda nyavu za Young Africans, ukiweza kushuhudia akiweza kufanya hivyo kunako dakika zote 90. Na hata katika michezo ya nyuma iliyopita Abu Twalibu Msheli alikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliweza kufanya mazuri katika lango la Young Africans, ambapo walisimama vyema. Lakini katika upande wa beki namba 2, baada ya kuweza kukaa nje kwa takriban miezi 8, ameweza kurudi kwa ubora mzuri na ameweza kucheza mchezo wake wa kwanza baada ya kuweza kupata dakika kadhaa za kuonyesha kile ambacho iko nacho. Basi rasmi Atola Yao Kwasi anakwenda kusimama kama beki namba 2 katika mchezo huu muhimu kabisa, ukiweza kushuhudia ubora wake mkubwa zaidi. Kazi yake ni moja tu, kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi na kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake vyema kabisa, kama ambavyo umezoea kile ambacho anachokifanya Atola Yao Kwasi jeshi katika dakika ambazo huwa alivyokuwa akipewa, namna ambavyo alivyokuwa akiweza kuonyesha mchango wake. Kwa hiyo tegemee kuweza kuliona hilo kwa siku ya leo. Lakini katika upande wa beki namba 3 anasimama Issa Shadrack Kiboka, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa kabisa ambao yuko nao
Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Issa Shadrack Kiboka. Ni miongoni mwa mabeki ambao wenye kasi, wenye maarifa mguuni na uwezo wa kupandisha timu kwa uharaka zaidi kutokana na kasi ambayo yuko nayo. Utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo anaipiga leo hii Issa Shadrack Kiboka, mkongomani huyu, kazi nzuri kabisa ambayo anakwenda kuifanya. Huku unazungumzia beki namba 4, utakwenda kushuhudia si mwingine bali ni mwendelezo ule ambao unaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha Young Africans. Unafahamu kwa sasa hivi mabeki wengi ambao walikuwa katika majukumu ya timu ya taifa, ambapo beki kijana hapa nazungumzia kutoka katika kundi la vijana ambao wanachukuliwa na Yanga, si mwingine bali ni Meshaki, akiweza kusimama pale katika upande wa safu ya beki namba 4, ukiweza kulishuhudia hilo. Lakini pia katika safu hiyo ya ulinzi, beki namba 5 na Flama anasimama ni Frank Asinki, ukiweza kushuhudia akicheza na waajiri wake ambao bila shaka bado ni waajiri wake kwa sababu anacheza kwa Young Africans kwa mkopo akitoka Singida Black Stars. Kwa hiyo unaweza kulishuhudia hilo, Frank Asinki akikutana na waajiri wake ambao ni Singida Black Stars, akisimama kama beki namba 5 kwenye kikosi cha Young Africans. Huku unazungumzia namba 6. Namba 6 anasimama fundi wa boli, si mwingine bali unazungumzia huyu ni Damaro. Unafahamu bora wake mkubwa kabisa ambao amekwenda kuonyesha kazi kubwa sana ambayo amekwenda kuipiga katika mechi yake ya kwanza dhidi ya akiwa na kikosi cha Young Africans. Ubora mkubwa, moja kati ya watu ambao unaweza kusema ya kwamba wanakwenda kuweza kubeba mabegani kile ambacho wengi walikuwa kitarajia, ni kuona pengo la Alidi Aucho linakwenda kuzibika ipasavyo. Huku nazungumzia namba 7, atakuwepo Maxim pia Nzingeli, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anakwenda kuifanya, mambo ya kuweza kufungua boxi, namna kutembea na watu, ndo kazi kubwa ambayo anaifanya Maxim Nzingeli. Leo hii itakuwaje? Tusubiri kuweza kuona baada ya dakika 90. Huku unazungumzia namba 8, atakuwepo si mwingine bali ni Duke Abuya, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao, moja kati ya viungo bora kabisa ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Yanga, uwezo mkubwa, maarifa mguuni, namna ambavyo anajua kuichezesha timu na namna ambavyo anajua kukaba. Ni fundi ambaye amekabilika kweli kweli. Huku namba 9 anasimama kijana Edmund John, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao anaendelea kuweza kupata akiwa na kikosi cha Yanga na kuongezeka performance kila siku. Mwalimu ameona kitu cha kitofauti kwa Edmund John kusimama kama namba 9 katika mchezo huu mkubwa kabisa dhidi ya Singida Black Stars. Edmund John amekuwa akipata nafasi na ubora wake unafahamika kabisa. Huku namba 10 anasimama si mwingine bali ni Mamadou Doumbia, ukiweza kushuhudia kazi nzuri ambayo ameifanya katika michuano ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Anaendeleza kile ambacho alichokuwa anakifanya, pasi nzuri, namna ambavyo anajua kutengeneza nafasi kwa wafungaji. Kwa hiyo leo hii kazi kubwa ambayo atakuwa nayo ni kuhakikisha kwamba anatengeneza nafasi nyingi ili kuweza kupata ushindi katika mchezo huu. Huku namba 11 anasimama profesa wa boli, si mwingine bali ni Paco Mzuzu, akiweza kushuhudia dakika ambazo atakazopewa na mwalimu, akiweza kufanya yale majukumu yake ambayo yanafahamika kabisa. Bana, hiki ndio kikosi cha Yanga kinachoanza leo hii dhidi ya Singida Black Stars katika mchezo wa nusu fainali ya Mapinduzi Cup 2026. Weka maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment, usisahau kusubscribe.